Baba mtakatifu, Mungu wetu, asante. Tunapojifunza masomo haya Baba, tubariki. Bariki mtazamaji na msikilizaji katika jina la Yesu, amina. Karibu tena tujifunze tabu ya Yakobo kwa kina. Tabu ya Yakobo kwa kina. Maana ya kina ya tabu ya Yakobo. Kanuni ya tabu ya Yakobo kama aina fulani hivi. Usiku wa mieleka wa Yakobo huo pale Penieli pale, Yakobo 30, Mwanzo 32 fungu la 24 mpaka 30, ni aina ya unabii. Sehemu ndogo ya uchungu wa mwisho wa watu wa Mungu ambao wanaitwa masalia. Masalia kwa maana kwamba wamebaki kuwa na sifa zile, imani ya Yesu na kuwa na amri na sheria za Mungu wanazilinda, waaminifu wa Mungu. Wakati wa tabu ya Yakobo ni uwakilishi wa uzoefu wa watu wa Mungu katika matukio ya mwisho ya mabishano makubwa na Shetani. Watabishana sana, wazee na manabii, ukurasa wa 20. Kwa hivyo wakati wa tabu ya Yakobo sio wakati mmoja wa pekee, lakini mgogoro unaendelea ambao hufikia kiwango chake kikali zaidi baada ya kumalizika kwa hukumu ya upelelezi, yaani baada ya kumalizika probation, majaribio. Lakini unaanza kabla yake, wakati wa kutangazwa alama ya mnyama. Wakati wa kutangazwa alama ya mnyama, watu watakuwa na uzoefu wa tabu ya Yakobo, watakuwa na uzoefu. Na si kwamba eti tabu ya Yakobo wakati huo ndio kipindi iko. Watu wamekuwa wakipata tabu ya Yakobo kila wakati, lakini wakati huo ndio utakuwa wakati mahususi maalumu wa kuexperience na kuona shida kama ile aliyoipata Yakobo. Hebu tuendelee tusikilize. Kuna awamu mbili kwenye tabu ya Yakobo. Zipo awamu mbili. Awamu ya kwanza, mwanzo, alama ya mnyama kabla ya kufungwa kwa hukumu ya upelelezi, kabla ya kufungwa probation, majaribio. Kwanza, huu ndio wakati amri ya kumwabudu mnyama na sanamu yake inatekelezwa. Ufunuo 13 fungu la 15 mpaka 17. Ni alama ambayo mtu yoyote anasema asipomsujudia huyo mnyama na sanamu yake, asipomsujudia. Hebu tuisome Ufunuo 13. Hebu tuisome Ufunuo 13. Ufunuo 13 nasemaje? Ufunuo 13 hii hapa, fungu la 15 mpaka 17, anasema akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama nene, na kuwafanya hao wote wasiosujudia sanamu ya mnyama wauawe. Naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume, au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule, au hesabu ya jina lake. Vikwazo vya kiuchumi. Unapoona vikwazo vya kiuchumi vinaendelea duniani, huu ni mwanzo wa kuja hata watu wa Mungu kuwekewa vikwazo vya kiuchumi. Usije ukafikiria vikwazo vya kiuchumi vinavyotamkwa leo, nchi fulani imewekewa vikwazo vya uchumi, sijui nani. Itakuja sasa, sio nchi, itakuja kuna tabaka litawekewa vikwazo vya kiuchumi, wakilazimishwa kwamba lazima wasujudie sanamu, muundo wa kidini utakaowekwa, ambao kielelezo chake au alama yake itakuwa ni ibada ya siku ya Jumapili.
na hiyo itawekwa mtu yeyote asipoweza kufanya hivyo, na kwa kisingizio cha kwamba dunia inarekebishwa katika hali ya kiuchumi ili wote tuwe na siku moja ya kuabudu. Asiyeweza kufanya hivyo anawekewa vikwazo vya kiuchumi. Vikwazo vya kiuchumi viko katika Biblia. Watu wengine walikuwa nafikiria vikwazo vya kiuchumi vinatamkwa tu, lakini ni unabii ambao uko katika Biblia. Lakini namba 2, katika awamu hii ya tabu ya Yakobo, imani yao wale waaminifu, uaminifu na utegemezi wao kwa Mungu utajaribiwa kama vile Yakobo kabla ya kukutana na Esau. Lazima ujaribiwe. Kwanza utaona jinsi ambavyo ameanza kwa shida huko kwa Labani. Amebadilishiwa udanganyifu, amebadilishiwa mwanamke aliyekuwa anamuoa, amebadilishiwa mshahara, lakini vile vile mjomba wake amemtenda kwa ulaghai, amemdanganya mara nyingi kwa faida yake mwenyewe. Wakati wa taabu hii inaonekana kama vile haijawahi kuwa. Hivi karibuni itaanza juu yetu, na tutahitaji uzoefu ambao hatujawahi kuuona. Mwanzo wa wakati huo wa taabu ni wakati amri itatoka kutekeleza sabato ya upapa. Kitabu cha Ellen White ukurasa wa 85. Kwa hivyo ndiyo taabu huanza na sheria ya Jumapili, yaani alama ya mnyama, na kuongezeka hadi kilele chake wakati wa kufungwa mlango wa rehema. Lakini kuna awamu ya pili. Awamu ya pili inakuja kwenye kilele baada ya kufungwa kwa mlango wa rehema, yaani kufungwa kwa majaribio, probation. Moja, wakati Kristo anaondoka mahali patakatifu pa patakatifu kwenye Ufunuo wa 22 fungu la 11, anasema mwenye kudhulumu na endelee kudhulumu, mwenye haki na endelee kufanya haki. Hakuna mpatanishi aliyebaki. Yesu tena hayuko kwenye chumba cha upatanishi. Lakini vile vile namba 2 anasema watu wa Mungu waliotiwa muhuri na safi wanakabiliwa na uchungu wa mwisho, sio kutoka kwa dhamiri au shaka, lakini hofu ya kuachwa, wala sio toba. Yaani wanakuwa na wasiwasi, hivi kweli dhambi zangu zimesamehewa? Kama Yakobo, jinsi ambavyo Yakobo alikuwa amesamehewa pale Betheli, pale alipoona ile ngazi, alionyeshwa rehema, akaonyeshwa na msamaha ulianza kutolewa. Lakini pamoja na msamaha na kutolewa, bado alikutana na vikwazo vingi. Kule kwa Labani alikutana na matatizo, alipata shida, mpaka akawa na wasiwasi, hivi kweli nimesamehewa? Hivi kweli mimi nimesamehewa? Vile vile hata watu wa Mungu, wakati Yesu atakuwa ametoka pale patakatifu pa patakatifu, ametoka katika kile chumba cha upatanisho kile, watu wa Mungu wataendelea kuwa na uchungu wa mwisho, mpaka watakuwa na hofu kwamba je, hivi kweli tumesamehewa kweli? Yaani watakuwa na hofu ya kuachwa. Lakini namba 3, kama Yakobo, watapaza sauti, wataendelea kumshikilia Mungu kwa imani, wataendelea kushikilia imani ya Yesu kama kawaida, na watatamka kama Yakobo alivyotamka, sikuachi uende zako, isipokuwa mpaka umenibariki. Hata wakati wa siku za mwisho watasema, sikuachi Yesu mpaka nikuone utakaporudi mawinguni. Sitakuacha. Wapo wale ambao tayari wametiwa muhuri. Maana yake tabu ya Yakobo itakuwa ni kwa watu ambao tayari wamepata muhuri, wamepata tabia ya Yesu, tayari wanayo, na ambayo wataongea watapaza sauti kwa ajili ya kilio kikuu, ndio watakaoingia katika tabu ya Yakobo, ambayo watamshikilia kwa imani Mungu, na watasema kabisa sikuachi, kama Yakobo alivyoshikilia. Lakini namba 4, mapambano yao si kwamba wao wanaomba msamaha au kusamehewa, lakini kwa kuwa wanataka uhakika wa kukubaliwa na kulindwa kutokana na uharibifu. Uhakika wao wa kukubaliwa na kulindwa na uharibifu. Kwa kweli wao msamaha ulishapitishwa. Yaani wakati wamepata ile muhuri ule, tabia ya Mungu imewekwa mle ndani, na wakapata ile mvua ya masika ile ambayo walisema kilio kikuu sana. Sasa
lakini wao wenyewe yanapotokea matatizo na shida kubwa inayoitwa tabu ya Yakobo, wanakuwa na wasiwasi kwamba hivi kweli tunakubaliwa, kama jinsi ambavyo Yakobo naye alikuwa na wasiwasi katika usiku mchungu ule. Yakobo alikuwa na wasiwasi. Inawakilisha uzoefu wa watu wa Mungu wakati wa shida. Watakuwa na hisia ya kina ya kuto kustahili kwao, lakini hawatakuwa na makosa yaliyofichwa ambayo yanahitaji toba. Hawatakuwa nayo. Hiyo ni The Great Controversy, ukurasa 616. Tabu ya Yakobo hiyo itakuwa kwa kweli ni kuwathibitishia tu kwamba Mungu yuko pamoja nao, ni kuthibitisha tu kwamba Mungu ataokoa watu wake. Kwa kweli unaweza ukaweka sasa tabu ya Yakobo mfanano wake na wakati wa mwisho. Yakobo anamwogopa Esau, lakini vilevile wakati wa siku za mwisho utakuta masalia watu wa Mungu wanaenda uso kwa uso na nguvu za yule mnyama na utaratibu wake na muundo wa yule mnyama, alama ya mnyama. Lakini utakuta wakati wa Yakobo anaomba na kujinyenyekeza yeye mwenyewe na kutubu. Watu wa Mungu watatubu vile na kutafuta katika mioyo yao ni wapi ambapo sina toba. Lakini Yakobo alipigana mieleka usiku mzima, lakini watu wa Mungu vile siku za mwisho, yaani nao watamng'ang'ania Kristo na imani yake. Ndio maana anasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu, wao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu, yaani Ufunuo 14 fungu la 12. Lakini vile wakati wa tabu ya Yakobo jina linabadilishwa na kuwa Israeli. Lakini vile hao watu wa Mungu siku za mwisho, yaani kwa imani yao wanapata muhuri, wanapata jina jipya. Utaangalia kwenye Ufunuo 14 atasema watapata jina jipya kwenye vipaji vya nyuso zao. Lakini vile kwa Yakobo huku Esau hakufanya uharibifu wowote, lakini vile huku watu wa Mungu vile wataokolewa, hawatapata uharibifu wowote. Kwa hiyo tunao ujasiri kama Yakobo jinsi alivyofanya, yaani hapata kuwepo na uharibifu wa aina yoyote. Masomo muhimu katika sehemu hii. Sehemu ya mwanzo ya tabu ya Yakobo huwatayarisha watu wa Mungu kwa ajili ya kutiwa muhuri. Tabu ya Yakobo inapoanza kule nyuma ni kuwatayarisha watu wa Mungu kwa ajili ya kutiwa muhuri, ili pambano la siku la mwisho liwe kwa kweli ni uhakika tu wa kwamba Mungu, yeyote ambaye Mungu anaamini hata muacha mpaka mwisho. Lakini vile kuna somo hapo, imani iliyokuzwa chini ya mateso ndio imani pekee ambayo itasimama wakati wa siku za mwisho. Lakini vile mieleka huanza sasa, mieleka inaanza sasa hivi kwa toba na kumtegemea Mungu, sio baada ya majaribio na kufungwa, sio kule kwenye pambano ile la mwisho. Mieleka inaanza sasa hivi ambayo ni ya kumshikilia Kristo na imani yake. Ratiba ya kinabii inaonyesha jinsi shida au tabu ya Yakobo inavyojitokeza kutoka katika alama ya mnyama hadi ukombozi wa watakatifu kulingana na maandiko. Hata na maandiko mengine ya Ellen White anasema ratiba ya tabu ya Yakobo na mgogoro wa mwisho, sheria ya Jumapili na alama ya mnyama ndio itakuwa na mwanzo wa tabu ya Yakobo. Ufunuo 13 fungu la 15 mpaka 17 tumeisoma, na Danieli 12 fungu la kwanza utaisoma, utaiona pale tabu ya Yakobo. Na maandishi ya awali Ellen Writing ukurasa wa 85 utaiona, ambapo ulimwengu unatangaza maadhimisho ya Jumapili, yaani alama ya mnyama. Waaminifu wa Mungu wanakataa alama ya mnyama, wakichagua uaminifu wa Mungu pamoja na alama yake ya siku ya Sabato. Lakini vizuizi vya kiuchumi vitatangazwa. Huanza, hakuna kununua wala kuuza. Watu watatangaziwa watu wa Mungu. Lakini kutakuwa na mateso na vifungo vitaanza. Uamsho wa uongo utakuwepo, false revival zitakuwepo, miujiza itaonekana ili kutisha, kuonekana kwamba wale wenye miujiza wametumwa na Mungu, ili kwamba imani za hawa wanaoshikilia
amri za Mungu na imani ya Yesu wababaike, lakini watashikilia moja kwa moja. Namba 5, imani na utegemezi kwa Mungu utajaribiwa kama jinsi Yakobo alivyotenguliwa kwenye paji la kiuno chake, ili kwamba kusiwe na sehemu ya kushika, lakini bado akabaki ameng'ang'ania. Watu wa Mungu vile watabaki wameng'ang'ania. Mwanzo wa wakati huo wa taabu ni wakati amri itatolewa ya kutekeleza sabato ya upapa. Maandishi ya awali, ukurasa wa 85. Kinachofuata, Yakobo njiani kukutana na Esau, akitetemeka, akiomba, akituma zawadi, lakini akimtegemea Mungu. Namba 2, mwisho wa majaribio, upatanishi wa mbinguni unaisha. Hukumu ya upelelezi imeisha. Ufunuo 22 fungu la 11 mpaka 12 anasema mwenye kudhulumu aendelee kudhulumu. Yesu anatangaza yeye asiye na haki na aendelee kutokuwa na haki. Yeye ambaye ni mwadilifu na aendelee kuwa mwadilifu. Yeye ambaye anatenda dhambi ataendelea kutenda dhambi, kwa sababu Yesu atakuwa ametoka sehemu ya upatanisho. Kila kesi imeamuliwa, mlango wa rehema utakuwa umefungwa. Kristo anatoka mahali patakatifu, hakuna tena mwombezi aliyebaki, na kinachofuata ni mapigo 7 ya mwisho yanafuata. Baada ya hali hiyo, mapigo 7, anaondoka patakatifu, giza huwafunika wenyeji wa dunia. Kizuizi ambacho kilikuwa juu ya waovu kinaondolewa. Kinachofuata, mieleka ya Yakobo inafikia kilele chake. Msaada wote wa kibinadamu umekwenda. Anashikamana na malaika peke yake, anashikamana na ahadi na imani yake peke yake. Kwa kweli Yakobo kesi imeamuliwa, Kristo anaondoka mahali pake. Mapigo 7. Kwa kweli kinachofuata, mieleka ya Yakobo inafikia kilele. Msaada wote wa kibinadamu umekwenda na anashikamana na malaika, Kristo peke yake. Wakati mkuu wa shida, kilele cha shida ya Yakobo unafikia kilele chake. Watu wa Mungu wanapata uchungu, sio kwa dhambi isiyokiriwa, lakini kwa hofu ya kuachwa. Amri ya kifo inatolewa. Ufunuo 13 fungu la 15. Wanalia mchana na usiku wakiomba ukombozi. Waovu wamejawa na hasira, lakini malaika wanawalinda wale waaminifu wa Mungu waliotiwa muhuri. Usiku wa uchungu wa Yakobo unawakilisha uzoefu wa watu wa Mungu wakati wa shida, wakati wa taabu. Imani yao haitashindwa eti kwa sababu maombi yao hayajajibiwa mara moja. Kinachofuata, Yakobo analia, sitakuachia uende isipokuwa umenibariki. Kwa hiyo hapo kunakuwa na kilio ambacho Yakobo anasema kwamba sitakuachia isipokuwa umenibariki, na anashinda mtihani huo. Na mwisho, ukombozi wa watakatifu, mwisho wa shida wa Yakobo. Mungu anawaamuru malaika, nendeni mkawalinde waaminifu wote. Tetemeko mkubwa la ardhi na ufufuo maalumu unatokea. Sauti ya Mungu ya kuwaokoa watu wake unatokea. Agano linathibitishwa kwamba wao ni Israeli wa kiroho, washindi. Wakati sauti ya Mungu inageuza utumwa wa watu wake kuwa heri, kuna tetemeko kubwa la ardhi. Wale 144 waliosemwa kwenye Biblia wanapiga kelele za ushindi, Mambo haya yameandikwa na Mama White katika kitabu chake cha Ellen White. Kinachofuata, Yakobo anakutana na Esau, lakini Esau hawezi kumdhuru tena. Mungu anabadilisha jina la Yakobo na kuwa Israeli, linalomaanisha yeye ni mshindi. Yeye ameshindana na Mungu na ameshinda. Na baada ya hiyo, kama ameshinda, na ndio wale 144, ujio wa pili ya Yesu Kristo unaonekana. Mbingu inafunguka, mwana wa Adamu anaonekana,
pamoja na malaika zake wote wakija katika mawingu. Wafu wenye haki wanafufuliwa, watakatifu walio hai wanaungana nao. Waovu wanaangamia kwa mwangaza wa kuja kwake Kristo. Usiku mrefu wa mieleka huashiria kuisha kwa furaha ya milele. Yaani kunakuwa na furaha, na ndiyo maana tabu ile watakaopata watakatifu itaisha kwa furaha ya milele. Hivi karibuni tulisikia sauti ya Mungu na nyuso zetu zikaangaza na kung'aa kwa utukufu wa Mungu, kama Musa alivyofanya aliposhuka kutoka kule Sinai. Kwa kweli katika matukio haya utaona jinsi ambavyo ameweka kwa hitimisho la kusema kwamba pale itakapotangazwa alama ya Jumapili, siku ya kusali kuwa moja, Yakobo alianza kwa kweli kuogopa, akamwogopa Esau. Hapo ndio kanisa litakuwa lina uso kwa uso na mateso ya kanisa kwa ajili ya alama ya mnyama. Lakini hapo ndipo ambapo majaribio, mlango wa rehema utafungwa, na hapo ndipo ambapo kutakuwa na kupigana mieleka kama kule Penieli. Hapo ndipo Kristo atatoka katika patakatifu pa patakatifu. Lakini vile vile ndio vile vile ambapo kutakuwa na tabu ya Yakobo iliyo kuu wakati wa usiku ule, ambapo Yakobo atasema sitakuacha. Ndio ukombozi utakapokuwepo pale. Watakatifu wa Mungu watashikilia neno la Mungu kwamba sitakuacha. Hapo ndipo penye subira ya watakatifu, wao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Ahadi hizo sio bure, hazitaenda bure, zimesemwa na haziwezi kwenda bure hata kidogo. Hebu tusome katika kitabu, fungu langu la mwisho, tusome katika kitabu kitabu cha Ufunuo 14, Ufunuo 14 na lile fungu Ufunuo 14 fungu la 12, anasema kwamba hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao zishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Wameshikilia imani ya Yesu, lakini ndani ya vichwa vyao kuna muhuri. Tabia ya Mungu imenasa ndani mwao. Hawatakubali ibada ya uongo ya Jumapili, hawataikubali hata kidogo. Hawatakubali mafundisho ya uongo ambayo yameanzishwa na wanadamu, hayatakubali. Yapo mengi, ibada za kuombea wafu, ibada ambazo za umizimu, hawatakubali hata kidogo. Miujiza ambayo haiendeshwi na Roho Mtakatifu, hawatakubali hata kidogo. Anasema hapo ndipo penye subira ya watakatifu, wao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Mungu akubariki sana unaposikiliza mafundisho haya. Tuonane tena siku ingine katika jina la Yesu, amina.